Habari yako na karibu kwenye chaneli hii ya afya na lishe. Je, mtoto wako hali chakula vizuri? Je, kila wakati wa kula inageuka kuwa vita kati yako na mtoto? Kama jibu ni ndio, basi hauko peke yako. Wazazi wengi hukutana na changamoto hii mara nyingi na hujiuliza kwa nini mtoto anakataa kula au kula kiasi kidogo cha chakula. Katika video hii nitakueleza sababu 10 ambazo zinaweza kumfanya mtoto asile chakula vizuri na baadhi ya njia ambazo zinaweza kusaidia kuboresha hali hiyo kuwa sawa. Hivyo hakikisha unatazama hadi mwisho. Sababu ya kwanza ni mtoto kuwa mgonjwa. Homa, mafua, maumivu ya koo au magonjwa mengine yanaweza kupunguza hamu ya mtoto kula chakula. Mara nyingi hamu ya kula hurudi baada ya kupona. Sababu ya pili ni kuota meno. Watoto wadogo wanapoota meno wanaweza kupata maumivu na usumbufu ambao unawafanya wasipende kula kama kawaida. Sababu ya tatu ni kula vitafunwa vingi kati na kabla ya chakula kikuu. Mtoto akiwa anakula vyakula vya kutafuna kama vile biskuti, pipi, au kwa mfano juisi au vibagia, vitumbua, anaweza kushiba kabla ya muda wa mlo mkuu kufika. Kwa sababu kabla ya mlo mkuu kufika anakuwa tayari ameshashiba kwa sababu ya kutafuna vibites vidogo vidogo. Sababu ya 4 ni minyoo. Minyoo inaweza kuathiri hamu ya kula na wakati mwingine kusababisha mtoto kupungua uzito au kukosa nguvu. Na sababu ya 5 ni upungufu wa madini ya chuma. Watoto wenye upungufu wa damu wanaweza kuonekana wachovu na kupoteza hamu ya kula. Sababu ya 6 ni kulazimishwa kula. Wakati mwingine wazazi wanapomlazimisha mtoto kula, mtoto anaweza kuanza kuhisi kama vile muda wa kula ni vita na kuwa na msongo wa mawazo na kupata hofu. Hivyo hii humsababishia kushindwa kula. Sababu ya 7 ni kubadilika kwa mtindo wa ukuaji. Kuna vipindi ambavyo mtoto ukuaji huwa unabadilika. Hivyo hamu yake ya kula inaweza kupungua kwa muda kwa sababu anatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sababu ya 8 ni kuchoshwa na aina moja ya chakula. Mtoto akipewa chakula kile kile kila siku anaweza kukichoka na kupoteza hamu ya kula. Hivyo tujitahidi kubadilisha mfumo wa vyakula, sio kila siku tu chakula kimoja kwa maana kinachosha. Sababu ya 9 ni usumbufu wa kihisia, mabadiliko nyumbani ama shuleni au mazingira ambayo anayoishi. Sawa, hii husababishia mtoto kukosa hamu ya kula. Sababu ya 10 ni matatizo ya kiafya ambayo yanahitaji uchunguzi wa daktari. Ikiwa mtoto anakataa kula kwa muda mrefu sana, hivyo anapungua uzito au ana dalili nyingine ambazo zinatia wasiwasi, ni muhimu kumuona mtaalamu wa afya. Sasa tuangalie baadhi ya suluhisho. Kwanza, tengeneza ratiba maalumu ya milo na vitafunwa. Pili, mpe mtoto vyakula vya aina mbalimbali vyenye rangi na maumbo tofauti ili kumvutia hamu yake ya kula. 3, epuka kumlazimisha kula. Badala yake mtie moyo na mlishe kwa utulivu katika hali ya kumbembeleza. 4, punguza matumizi ya simu, television au vitu ambavyo vinaweza kumvuruga na kumchanganya wakati wa kula. 5, hakikisha mtoto anapata muda wa kucheza na kufanya shughuli za mwili kwa sababu mazoezi yanaweza kuongeza hamu yake ya kula. Wazazi wengi hupata hofu sana wanapoona mtoto hali vizuri kwa siku chache. Hata hivyo, si kila kupungua kwa hamu ya kula ni ishara ya ugonjwa mkubwa. Hapana. Jambo muhimu ni kufuatilia ukuaji wa mtoto, uzito wake na hali yake. Mtoto wako anaendelea kukua vizuri na ana nguvu na ana dalili za afya. Hivyo mara nyingi hakuna sababu kubwa ya kutia wasiwasi, lakini ikiwa hali inaendelea kwa muda mrefu au mtoto anapungua uzito, ni vyema kutafuta ushauri wa daktari. Kama video hii imekusaidia, usisahau kulike, kucomment, kusubscribe kwa vidokezo zaidi vya afya ya watoto na familia. Tuambie kwenye maoni, je, mtoto wako huwa anakataa kula?
Na je, kama anakataa kula, ni chakula gani ambacho hukataa mara nyingi kula? Asante kwa kutazama na tukutane kwenye video inayofuata.